mtazamaji wa Mashariki Media. Siku ya leo uko nami mtangazaji wako Hadija Habibu. Hapa tuko maeneo ya Katongo, tarafa la Uvira. Tuko pamoja na shirika la FGVK ambao wamekuja kutoa msaada kwa mama wajawazito na watoto wadogo na wazee. Kwa hiyo endelea kutufuatilia kile ambacho kitafanyika hapa, na usikose kusubscribe na kulike na kucomment ili kupata taarifa zaidi. Zaidi ya watu 17 wasiojiweza kwenye kijiji cha Katongo tarafani Uvira, kati yao wazee, kina mama, watoto wasiojiweza pamoja na wanawake wajawazito wamepata msaada wa sukari, unga wa bui, sabuni pamoja na chumvi, msaada uliotoka kwenye shirika la FGVK, shirika la vijana linalosaidia watu wasiojiweza nchini Kongo ya Kidemokrasia, haswa jimboni Kivu ya Kusini. Msaada huo umefanyika mbele ya wakuu viongozi wa eneo hilo ili kuweza kushuhudia kile ambacho kiliotolewa katika hali ya kuweza kujibu kwa tatizo ya wakahaji wa maeneo hayo. Katika msaada uliotolewa wa unga wa bui, chumvi, sukari pamoja na sabuni, msaada huo umetolewa katika hali ya kuweza kusaidia kina mama wajawazito, pia wazee wa maeneo hayo na watoto ambao wanaishi katika hali mbaya ya kimaisha kwa wakati huu. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kupitia vitu kadhaa. Upande wa mmoja kati ya wanamemba wa shirika hilo la FGVK amesema kwamba kujielekeza maeneo ya Katongo imetokana na kile baada tu ya kufanya uchunguzi sehemu hiyo kuwepo na wazee pamoja na watoto wasiojiweza, pia wanawake wajawazito wanaopitia maisha duni sehemu hiyo, ndipo shirika hilo limeweza kujielekeza katika hali ya kuweza kujibu kwa matatizo hayo. Yenye haiko kitu cha ajabu. Ni si hatuna finance. Nakuna sema makuta yenye itoa kwa mzungu akatupatia tukiwa tuwapatie. Hapa. Makuta yenye ndio kila mtu mfuko makuta yenye ingeza pantalo, na anasema akia asaidie kwa mama baba Katongo. Ndio kwa maana mjisikie kukamata hii kidogo nimepata, changie shie wote kwa furaha. Ndio. Asante. Sisi tunafaa msaada kwa kuchangia. Tuchangie kidogo ili tuko nayo na wale wa mama wetu wa 3e age, wa mama wa wajawazito na wale watoto wenyewe wako malnutri, tuangalia kusaidiana tuendelee mbele wote. Sio mara kwanza hii activite yetu, yani tuisha wahi kufanya activite Kiliba, tuisha wahi kufanya activite kwa hopital general de référence ya Kasenga pa Uvira, na leo tuko hapa Katongo na tunatarajia kufanya ingine activite pa Makobola na zingine nyingine. Upande ya waliofaidika na msaada huo, kina mama kama vile wazee na watoto wameshukuru shirika hilo la FGVK, shirika la vijana ambalo limeundwa katika malengo ya kuweza kusaidia watu wasiojiweza kwenye maeneo mbalimbali. Upande wake, kiongozi wa maeneo hayo ambako harakati hizo za ugawaji zimefanyika ameshukuru shirika hilo la FGVK na kuomba kwa viongozi wa shirika hilo kuendelea na harakati hizo za kusaidia wanyonge ambao wanaendelea kupitia maisha duni kwa wakati huu. Na ninaendelea kushukuru sana hii association yenye inatufikia kwa leo ya vijana kwa kutuona hapa mwingine yetu na kutuletea zawadi kidogo kidogo. Tunashukuru sana hasa kwa ngambo ya chumvi, sukari na masabuni. Yenye naweza kuongezea hapa ni kuambia kama wasiachilie hapa, waendelee kwa wanatukumbuka. Kwanza ingali mara yao ya kwanza kufika mwingine yetu ya Katongo, na ndio maana tulisikia furaha kubwa sana sie hapa Katongo na wamama na watoto pia. Kumbe wasiachie hapa, wazidi kwa wanatukumbuka. Asante sana. Tujulishe ya kwamba msaada huo umetolewa baada tu ya viongozi wa shirika hilo kuweza kuzungumuza na viongozi wa maeneo hayo baada ya kuonesha malengo yao ya kuwepo kwenye kijiji hicho cha Katongo.
msaada ambao umeweza kugawiwa kwenye kijiji hicho mbele ya wakuu viongozi hao, pia raia wengine waliokuwa wakishuhudia kuwepo kwa ugawaji wa msaada huo kwenye kijiji hicho cha Katongo. Shukrani mpenzi mtazamaji wa Mashariki Media TV, tunakuomba kuendelea kuungana nasi na kuendelea kusapoti kazi hii. Ukiwa na msaada wowote kuhusu hali ya maisha kwa raia hao ambao wanaendelea kupitia maisha duni, unaweza ukapiga kwa namba hizo na moja kwa moja utawasiliana na wakuu viongozi wa shirika hilo la FGVK ima Fondation des Jeunes Visionnaires du Kivu katika hali ya kimombo. Shukrani tena kwa muda wako.